Kumekuwa na ripoti nyingi za mashambulizi ya anga katika mji mkuu wa miji mingine ya Irani. Picha na ushuhuda wa mashambulizi zinaonyesha kuwa baadhi ya mashambulizi hayo yalilenga kumuua mtu mmoja au watu fulani mahususi, huku pia kukiripotiwa milipuko mikubwa. Milipuko imeripotiwa kusini mwa Irani katika visiwa vya Kark na Krish. Aidha, milipuko kadhaa imesikika mjini Teherani, hasa katika eneo la jeshi la anga. Wakati huo huo, idara ya mawasiliano ya jeshi imesema kuwa jeshi la majini limeangamiza ndege mbili zisizo na rubani za kivita za kujitoa mhanga za Marekani katika eneo la Bandar Abbas. Kwa upande mwingine, Press TV, kituo cha television cha Kiingereza cha shirika la utangazaji la Irani, kimeripoti kuwa ndege kivita aina ya F-15 ya Marekani imeanguka nchini Kuwait. Video inadaiwa kuonyesha tukio hilo pia imesambazwa. Walowezi wa Kiyahudi wenye misimamo mikali wamefanya mashambulizi mengi dhidi ya vijiji vya Palestina katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa na kuchoma moto nyumba, magari na mashamba ya kilimo. Vurugu hizo zilianza baada ya kijana mmoja mlowezi, Yehuda Sheman, mwenye umri wa miaka 18, kuuawa siku ya Jumamosi baada ya kuripotiwa kugongwa na gari lilokuwa likiendeshwa na Palestina akiwa kwenye baskeli yake. Polisi walisema walikuwa wakichunguza kama shambulio hilo lilikuwa la makusudi au la bahati mbaya. Kujibu, vikundi vya WhatsApp vinavyotumiwa na walowezi vilitoa wito wa kampeni ya kulipiza kisasi kutokana na kifo chake. Zaidi ya mashambulizi 20 ya walowezi yaliripotiwa usiku kucha, kulingana na afisa wa ulinzi aliyenukuliwa na vyombo vya habari vya Israel. Vurugu za walowezi zimeongezeka tangu Marekani na Israel ziliposhambulia Irani, huku Wapalestina 6 wakiuawa na walowezi tangu Machi 1, kulingana na Umoja wa Mataifa yaani UN. Jeshi la ulinzi la Israel yaani IDF lilisema katika taarifa kwamba wanajeshi wake wa vitengo vya polisi wa mpakani vilitumwa katika kijiji kadhaa vya Palestina Jumamosi usiku baada ya kupokea ripoti za raia wa Israel kufanya vitendo vya uchomaji moto dhidi ya miundombinu na mali pamoja na kushiriki katika vurugu katika eneo hilo. Vijiji vya Jalud, Kairut, Al-Fundukmia na Silat Al-Adha vilikuwa miongoni vinavyolengwa. Video zilizosambazwa mtandaoni ambazo BBC haikuweza kuthibitisha kwa uhuru zilionekana kuonyesha zaidi watu 90 wakiwa wamevaa nguo nyeusi, wengi wao wakiwa wamevaa barakoa wakimkabili Jalud.